bwana yake Matilda anarudi, anasema anataka kuondoka na mwanamke wake. Muda huo Matilda yuko kwenye project. I see. Sijui unanielewa vizuri. I know Matilda anaipenda sana, lakini anamtegemea yule mwanaume. Matilda ni binti aliyezaliwa mji kasoro bahari alimaarufu Morogoro. Binti huyu alizaliwa na kipaji kikubwa sana. Kutoka utotoni mwake alikuwa ni mtu anayependa sanaa, ni mtu wa kujituma, ni mtu aliyekuwa na bidii. Babu yake aliweza kumwambia kuwa mjukuu wangu na kuona mbali na nyota za Afrika zote naona zikikutembelea. Naona ukiwa ni mwangaza, naona ukiwa ni mtu mkubwa. Wahenga hawakukosea bwana. Matilda aliishi ndoto zake. Alipomaliza masomo basi alisogea katika jiji lenye mchanganyiko wa rangi na kabila tofauti tofauti na kuanza kazi yake rasmi ya sanaa. Matilda ameigiza filamu nyingi sana ambazo zimefanya vizuri sana sokoni, na mmoja wa filamu ikiwa ni Dunia, iliyomtambulisha Afrika na dunia kwa ujumla. Matilda kwenye movie ya Dunia alikutana na misukosuko kibao, ambayo misukosuko hiyo iliweza kumwondoa mara kadhaa kwenye movie hiyo, na hatimaye kabisa mwishoni tunaona kwamba Matilda ameshindwa na kuweza kufariki. Lakini kisa cha kufariki ndo na kwenda kukielezea rasmi. Mimi ni Twame Maso, mtoto wa Karaveri. Mati alianza kukosekana mnamo episodi ya 79 na 80. Aliweza kushirikishwa binti mwingine, ambapo mashabiki walihoji sana na kuuliza Matilda original amekwenda wapi. Mati akaendelea kuigiza series hiyo ya Dunia ambayo imefanya vizuri mtandaoni pamoja na sokoni, na bara la Afrika lote sasa likamwangazia macho Mati kwa sababu stori nzima iligeukia kwake. Lakini episodi ya 145 Mati mara ghafla akafariki, na hapo ndipo tunapoangazia zaidi. Wahenga walisema mapenzi na kazi havijawahi kupendana, na ndicho kilichomkuta binti Mati. Rasmi Mati akatuaga katika episodi ya 146 na 48. Director akatuweka wazi kuwa story imeishia hapo, tusubirie Dunia season 2. Na ndipo mmoja ya interview moja director wa movie hiyo ama bosi wa movie ya Dunia alipoweka wazi kuwa chanzo cha Mati kutoweka katika movie hiyo na kuweza kusitishwa, sababu kuu ni kwa sababu Mati alihitaji kusafiri na mpenzi wake kwenda kuishi naye huko nchini Marekani. Na hii ni ripoti kutoka kwa director mkuu ama tajiri wa movie ya Dunia. Bwana yake Matilda anarudi, anasema anataka kuondoka na mwanamke wake. Muda huo Matilda yuko kwenye project. I see. Sijui unanielewa vizuri. I know Matilda anaipenda sana, lakini anamtegemea yule mwanaume. Mwanangu, sitakuacha njia panda bila kuelewa chochote. Na huyu ni Mati akiwa anazungumza. Bwana ni share, umetoa haribia kazi, tulikuwa tunakupenda. Leo hii umeacha kazi kwa sababu ya kwenda, una uchu wa kwenda nje. Yani wengine hivyo, si tungekoa sisi, wewe mwanaume kama angekuacha. Yani mtu anakushare ile, anatoa kitu kilichokopo moyoni kwamba kilichoongeleka kimewagusa. Ina maana hata leo hii mimi nikifanya kazi sehemu nyingine hawawezi tena kunifuatilia kama walikuwa wanifuatilia nyuma, kwa sababu wanaona kabisa nimefanya vitu vya makusudi. Nimeangalia safari, sikuangalia wao. Mimi na bosi wangu hatujaelewana wenyewe. Na mumeo hakuhusika kabisa. Hakuhusika na hajawahi kuhusika. Hajawahi. Bwana we, hiki kisa kina mlolongo mrefu, na ni nani mkweli basi na ni nani mwongo? Baba Asma anaeleza hivi, Matilda anaeleza hivi. Ni nani katika hawa amesimama katika ukweli? Weka komenti yako uniambie wewe unaonaje, au unatazama vipi, au unafikiriaje? Je, ni nani katika hili anatudanganya na ni nani amesimama katika ukweli? Mimi ni Twame Maso. Komenti hapo chini uniambie mwanangu, umejifunza nini katika hiki kisa cha Mati? Ni kwamba dunia ni kubwa na unaweza kufanya machaguo, ufanye nini au ache kipi.
Kwa heri Mati, tutakukumbuka kwa mazuri uliyoyafanya katika movie yetu pendwa ya Dunia, nasi tutaendelea kukukumbuka kwa namna ulivyokuwa na kipaji bora. Nasi mashabiki zako tunakupenda. Mati ni wetu, tutaendelea kuwa wa kwetu, tutaendelea kutazama kazi zako ulizoweza kufanya, nasi tunasema asante kwa sababu hukuwahi kutupatia kazi mbovu.